فالإسلام لم يأتي ليحرم علينا الحياة. Uislamu haijakuja kutuzuia sie kuishi, walam yati liyudayyiqa alaina almubahat, wala haijakuja Uislamu sie kuja kutuharamishia vitu ambavyo kwamba viko kwenye ulimwengu wetu. Wa inma jaa liyunadhima hayatana, bali Uislamu imekuja sie kutuwekea nidhamu kwenye maisha yetu, wa yaqudana ila alkhair fi dunya wal akhirah, na imekuja Uislamu kuja kutuelekeza sie ni vipi tutafika mbele ya Allah tabaraka wa taala, ikiwa tumesalimika kwenye ulimwengu huu, na siku hiyo pia mbele ya Allah tumesalimika. Na ndiposa Uislamu aazzana fi buyutina, imekuja kutupatia muongozo yasiye kupata utukufu ndani ya majumba zetu. Faja'ala lizawji makanatan wa mas'uliyatan wa qawamatan qa'imatan 'ala ar-rahma wal 'adl. Na ndiposa ikaja Uislamu ikajalia kwenye system ya nyumba mwanamume natakuwa yeye ndiyo kiongozi wa nyumba, ambaye ataipeleka nyumba yake kwa huruma na kwa uadilifu na kwa kumcha Allah tabaraka wa taala. Lakini pale tunapotafuta utukufu huu kama wanaume ndani ya majumba zetu, katika njia ambayo kwamba hajaiongoza Allah tabaraka wa taala na mtume wake, hapo ndo tunapata udhalilisho hata ndani ya majumba zetu. Allah tabaraka wa taala amekujalia wewe mwanaume ukawama, utukufu ndani ya nyumba yako, amekujalia hiyo izza, ushindi wa hali ya juu, lakini amekuwekea vigezo. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Allah tabaraka wa taala ameweka kwamba wanaume wao ndio makawama ndani ya majumba, wao ndio viongozi ndani ya majumba. Allah amekupa hiyo izza hata ndani ya nyumba yako, lakini Allah ameweka masharti ya hiyo izza, masharti ya hiyo ushindi, masharti ya hiyo utukufu. Akaiweka Allah tabaraka wa taala, sharti ya kwanza ni kupitia maumbile yenu, maumbile ya mkeo, maumbile yako kama mume. Allah tabaraka wa taala alivyowaumba ni tofauti, ndio akaiweka Allah tabaraka wa taala miongoni mwa alama na dalili za uwepo wake Allah ni kujalia ndoa, kumuumba mwanamke na mwanamume. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Miongoni mwa alama na dalili za uwepo wa Allah tabaraka wa taala ni kuwajalieni na kuwaumbieni nyie wanaume pea zenyu za pili. Hii ni alama kubwa. Wewe mwanamume kumwangalia mke wako inatosheleza, kando na jua na miezi na viumbe vingine alivyoviumba Allah, inatosheleza kwamba kumwangalia mkeo ni dalili tosha kwamba yupo Allah tabaraka wa taala. Naye kadhalika kukuangalia wewe ni dalili tosha kwamba yupo Allah tabaraka wa taala. Kisha Allah akajalia hizi ndoa zijengeke kupitia misingi ya huruma na misingi ya mawadda, mapenzi ya hali ya juu zaidi. Pale mwanamume unapotaka utukufu ndani ya nyumba ukakosa kufata maagizo aliyotoa Allah tabaraka wa taala kimaumbile, Allah amekujalia ili umlinde mke wako, umlinde mke wako kutokamana na ulimwengu wa nje. Yule ni jukumu lako, hata kama ni kwa wazazi wako, hata kama ni kwa wazazi wake, umlinde mkeo kwa njia yoyote ile. Ni wangapi katika wanaume ambao kwamba wanaotaka ukawama na hawajawalinda wake zao? Hujamlinda mkeo kutokamana na dunia yake, wala hujamlinda kutokamana na akhira yake. Unajiita wewe ni mwanamume, hiyo izza unaitafuta kwa vitu vingine vya haramu, na mkeo ndo wa kwanza kutoka nje akiwa ako uchi, amejiangalia kile unachostarehe nacho, ndo wanaume wengine wanastarehe nayo kwa macho yao. Wallahu almusta'an. Izza gani unayoipata kwenye kumlinda mke wako wewe? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwalinda wake zake hapa duniani na kwa ajili ya kesho akhera.
anakuja Abu Bakar radhiyallahu anhu kusuluhisha baina ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam na baina ya Nana Aisha radhiyallahu anha. Nana Aisha radhiyallahu anha ni mtoto wake, anakaribia nyumbani, anasikia Nana Aisha radhiyallahu anha anapaza sauti yake juu kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abu Bakar anaingia ndani ya nyumba akiwa na ghadhabu ya kumwadabisha Nana Aisha radhiyallahu anha, lakini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ana play role ya kumprotect Nana Aisha radhiyallahu anha hapa duniani kupitia ghadhabu za babake Abu Bakar radhiyallahu anhu. Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama kuwalinda kwa akhira haihitaji kuelezea. Alimwacha Nana Aisha radhiyallahu anha akiwa anaitambua dini yake, haki ya kuitambua, na ndiposa leo hii tunamtegemea mama yetu Nana Aisha radhiyallahu anha kwenye baadhi ya masala atufunze katika dini yetu. Hii ni utukufu wa hali ya juu aliyoitengeneza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya nyumba yake. Ni vipi wewe kama Muislamu unatafuta izza ndani ya nyumba yako? Je, unaitafuta hiyo izza katika vile alivyokuamrisha Allah tabaraka wa taala? Wallahu almusta'an. Allah tabaraka wa taala kaelezea kadhalika katika izza, unataka utukufu mwanamume, wa bima anfaqu, na kwa yale ambayo kwamba mliowajibishwa na Allah tabaraka wa taala, lishe za wake zenu, mavazi za wake zenu, wanapolala wake zenu saklan. Leo mwanamume unataka kupewa utulivu na upatio utukufu ndani ya nyumba. Je, unayatimiza masharti aliyoiweka Allah tabaraka wa taala? Ni izza gani utakayoipata? Na ndiposa maulama wamewekeza kwa mwanamume ambaye kwamba hatimizi haya masharti, hautimizi masharti ya nafaka ya mke wako, automatically inakuondokia ukawama, inakuondokia izza. Allah tabaraka wa taala ametujalia ndani ya majumba zetu sie kwa kuitafuta hiyo izza na utukufu ndani ya majumba zetu. Ni kujua wewe mwanamume umepewa jukumu ya kuhakikisha nyumba yako kwa ujumla, sio mkeo tu, hata wanao wameimarika kwenye kumtii Allah tabaraka wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote nyie ni wachunga na nyote mtaulizwa na Allah tabaraka wa taala kipi mlichokichunga. Unataka utukufu kwenye ulimwengu huu, unataka utukufu baada ya ulimwengu huu, kile ambacho kwamba Allah tabaraka wa taala amekukabidhi utaulizwa naye Allah tabaraka wa taala. Wewe ni mwanamume, wewe ndio asad. Allah amekubariki watoto wa kike. Ni vipi watoto hao unawalea? Je, unawalea katika misingi ya dini? Je, unawalea wao kufahamu na kutambua utukufu wote upo kwa Allah tabaraka wa taala? Ama tunawalea watoto wetu tukiwa tunawafunza utukufu wao ni kwa yale ambayo kwamba wanaoyachuma kwenye ulimwengu huu, hata kama ikiwa yale wanaoyachuma ni katika mambo ambayo kama ni haramu. Wallahu almusta'an. Ni wangapi katika sie nuaddidu hadhihi alkalimat, nahnu qaumun azzana Allahu bilislam. Ni wangapi katika sie tunarudia haya maneno hata tukiwaambia wasiokuwa Waislamu sisi ni watu, Allah ametupatia izza ya Uislamu, lakini kwa maneno hayo hayo ndio tunatumia kutekeleza dhulma zetu. Wallahu almusta'an. Ni wangapi katika sie tunaowadhulumu wasiokuwa Waislamu ikiwa tunalia kwamba sisi tumetukuzwa na Uislamu? Ni wangapi katika sie ambao kwamba tunaodai kwamba Allah tabaraka wa taala ametupatia izza ya Uislamu, lakini kupitia izza hiyo tunachoashiria sie kwa matendo zetu na kwa maneno yetu ni dhulma baina ya waja wa Allah tabaraka wa taala.
Utukufu wake Allah tabaraka wa taala unakuja kwa kutekeleza majukumu yako. Wewe ni mzazi wa kiume, una watoto wa kike, wasiende kuwafitinisha wanaume huko nje, na huko ndiko kumpatia mtoto wako izza. Wewe ni mzazi, una watoto wa kiume, hakikisha watoto wako umewafunza utaji Mungu, ndio upate izza ya kupata wale watoto. Hawa watoto ni kubao kwenye ulimwengu. Almal walbanun zinatul hayati dunya, mali na watoto ni pumbao kwenye ulimwengu huu. Imma pumbao hiyo itakupatia izza hapa duniani na kesho akhera, ama itakupatia udhalilisho wa hali ya juu. Ni wangapi katika watu ambao kwamba wanazaa watoto, badala ya watoto wale kuwa pumbao, watoto wale wanakuja wanaingia kwenye madhila ya hali ya juu, hasatan mujtamaa zetu sie za Kiislamu. Pamoja na kwamba dini yetu Allah ametukamilishia kila njia,